Sasa mafuta na maji yameanza kujitenga ndani ya Chama cha Ukombozi wa Umma, yaani CHAUMMA. Mambo yameanza kuwekwa hadharani baada ya kile ambacho kamati ya halmashauri kuu iliweza kuketi kikao siku ya jana mnamo tarehe 29 na kuweza kumjadili kwa undani zaidi katibu mkuu wa chama hicho, tukimzungumzia Salumu Mwalimu, ambaye waliweza kupitisha maadhimio ambapo walisema kwamba hawamuhitaji katika chama hicho kwa kile anachokuwa nakifanya kuhusiana na chama hicho cha CHAUMMA, kwamba mambo ambayo amekuwa akiyafanya yanakuwa ni mambo binafsi na amekuwa akitoa misimamo binafsi kuliko misimamo ya chama inayokuwa inaitoa. Sasa twende moja kwa moja tuweze kujua ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya chama hicho. Baadhi ya wajumbe wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA wamepiga kura ya kutokuwa na imani na katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu kwa madai ya kuwa amekuwa akijiamlia mambo. Waraka uliotiwa saini na orodha ya wajumbe waliopiga kura ya kutokuwa na imani na Mwalimu imewasilishwa katika kikao cha kamati kuu ya chama hicho kilichoendelea au kilichofanyika mnamo Juni 29 mwaka 2026 pale jijini Dar es Salaam siku ya jana. Hata hivyo, kwa nyakati tofauti, Salum Mwalimu ambaye katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 alikuwa ni kama mgombea urais alitafutwa bila kupatikana kwenye simu yake ya mkononi ambapo iliitwa bila kupokelewa. Lakini kuna baadhi ya watu hapa ambao waliweza kusaini waraka ule. Akizungumzia hilo, mkurugenzi wa mambo ya nje wa CHAUMMA ambaye ni mmoja walioweka saini waraka ule wa kutokuwa na imani naye, Aisha Madoga, amekiri kusaini waraka huo akisema kuwa sababu ni mwenendo usioridhisha wa Mwalimu. Miongoni mwa matendo ambayo hawaridhishwi na yale anaweza kuyafanya, amesema kuwa ni tabia ya kupindisha maudhui ya misimamo ya mapendekezo ya vikao vya juu vya chama hicho, akiegemea upande wa serikali. Nikinukuu hapa maneno yake, amesema kuwa ujue vikao vya CHAUMMA havikuwahi kuipongeza tume ya uchunguzi wa ghasia za Oktoba mwaka 2025. Lakini yeye akatoka kwenye vyombo vya habari anasema vitu tofauti tulivyokubaliana. Kila mambo anachosema si msimamo wa chama, alisema mjumbe huyo. Alipoulizwa ni mambo yapi hasa alizungumza kinyume na yaliyokubaliwa, amesema kwamba ni swala la kuipongeza tume ya uchunguzi wa ghasia za Oktoba 29. Nikiendelea kunukuu hapa, amesema kwamba ujue kamati kuu ililaani matukio ya Oktoba 29, lakini yeye akaenda kwenye vyombo vya habari anaongea tofauti. Sisi sio wakala wa serikali, yeye anaongea kwa niaba ya chama na anaongea maoni yake binafsi. Amesisitiza kuwa ameamua kufanya hivyo kwa kuwa hawaridhishwi na matendo yake, vinauchafua uongozi wa chama hicho kwa ujumla. Kama kuna maslahi anayapata ni yeye. Sisi tunachotaka ni msimamo tunayoitoa mbele ya vyombo vya habari itamkwe kama ilivyo, si kupindisha kabisa mambo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mambo ya uchaguzi wa chama hicho Kangeta naye amekiri kutia saini waraka huo bila kuweza kufafanua kwa kina. Alipotafutwa kuzungumzia swala hilo, mkurugenzi wa uchumi wa fedha na mipango wa CHAUMMA Catherine Ruge amesema kwamba akuwepo kwenye kikao, lakini angekuwepo angekuwa miongoni mwa waliopiga kura ya kutokuwa na imani na Salum Mwalimu. Amesema kwamba amuungi mkono Mwalimu kwa sababu amekuwa akijiamlia mambo na kutoa taarifa zinazoendana kinyume na misimamo ya chama hicho. Pia amesema kuwa kiongozi huyo amekuwa akiwazuia wanachama kutofautiana
na mitazamo na misimamo ya serikali na mambo ambayo si kinyume na dhamira zao za kujiunga na chama hicho. Sisi tuliondoka Chadema kwa sababu hatukukubaliana mambo fulani. Tumeenda Chauma tukijua kabisa kuwa tutabaki na misimamo yetu na tutakuwa na nguvu ya kuweza kutoa maoni hata kama hayatofanyiwa kazi na serikali. Amesisitiza kwamba Mwalimu bila vikao amekuwa akijiamlia kwenda kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu mambo ambayo ni kinyume na misimamo ya chama hicho. Lakini watu wengi hawamtaki katika chama hicho. Kwa mujibu wa moja ya chanzo cha kuaminika ndani ya chama hicho, kimesema kwamba ni kweli kwamba baadhi ya wajumbe wamewasilisha hoja ya kutokuwa na imani na katibu mkuu Salum Mwalimu, wakieleza kwamba kutokuridhishwa na mwenendo wake wa uongozi. Amesema wajumbe wengi wana msimamo wa kutokumtaka Mwalimu aendelee kushika wadhifa huo, wakidai kuwa amekuwa akifanya maamuzi binafsi bila kuzingatia misimamo ya chama. Kwa mujibu wake, hali hiyo imejidhihirisha kuanzia nje na hata wakati wa vikao husika, ambapo wajumbe wengi walionyesha kutokuwa tayari kuendelea kumuunga mkono Salum Mwalimu. Amesema kuwa Mwalimu amekuwa akilalamikiwa kwa muda mrefu kwa madai ya kujiamlia na kukihujumu chama pamoja na tuhuma za ubadhirifu wa fedha za taasisi. Hata baadhi ya wanachama wamekuwa wakieleza kutokuridhishwa na aina ya uongozi uliopo, wakidai kuwa katibu mkuu amekuwa akiharibu taswira ya chama hicho. Wajumbe wengi wameazimia kumwondoa na mwishoni wanataka mkutano wa halmashauri kuu uliopangwa kufanyika siku ya leo ukapige kura ya kutokuwa na imani na Salum Mwalimu na uamuzi huo ukaungwe mkono. Kwa sasa matarajio ya wengi ni kwamba nafasi hiyo inaweza kujazwa na naibu katibu mkuu bara, hapa tukimzungumzia Benson Kigaila. Lakini hata hivyo, vyanzo vya ndani vya kikao vinaeleza kuwa Mwalimu aliondoka kikaoni hapo kabla akijaisha, na hivyo naibu katibu mkuu bara Benson Kigaila akapewa usukani wa kuweza kuongoza kikao hicho. Alipotafuta kuzungumzia swala hilo, Kigaila alijibu yupo kikaoni, hivyo asingeweza kuzungumza. Hata mwenyekiti wa chama hicho Bwana Hashim Rungwe naye alipokea, lakini hakusikika akizungumza. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa Mwalimu atawekwa kando, nafasi hiyo huenda ikachukuliwa na Kigaila. Lakini chama cha umma chenyewe kilikuja na kutoa kauli kuhusiana na sakata hili la Salum Mwalimu. Naibu katibu mkuu wa chama hicho cha umma huku bara Benson Kigaila amesema kwamba hatima ya katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu kuhusu kukataliwa au kutokukataliwa na wajumbe itafahamika baada ya mchakato wa ndani wa chama hicho kukamilika. Amesema kwamba hoja hiyo bado ipo kwenye vikao vya chama na wajumbe wa halmashauri kuu ndio wenye mamlaka ya kuweza kufanya uamuzi wa mwisho. Kutokana na hali hiyo, amesema kwamba si busara kuzungumzia swala hili kana kwamba tayari limeshahitimishwa. Nikinukuu maneno yake hapa, amesema kuwa baada ya kikao cha halmashauri kuu kitakachokamilika leo jioni, kila jambo litawekwa wazi kwa umma, amesema Benson Kigaila. Siku ya jana Jumatatu mnamo Juni 29 mwaka 2026, taarifa zilizozua mjadala mkubwa mitandaoni zilidai kuwa baadhi ya wajumbe wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chauma walipiga kura ya kutokuwa na imani na Salum Mwalimu, wakimtuhumu kwa kuweza kufanya uamuzi binafsi bila kufuata utaratibu wa chama. Kwa mujibu wa taarifa hizo, waraka uliosainiwa na wajumbe waliopiga kura ya kutokuwa na imani na Mwalimu uliwasilishwa katika kikao cha kamati kuu kinachofanyika siku ya jana kuhitimishwa majira ya saa 5 usiku. Lengo la kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wake Hashim Rungwe.
ilikuwa ni kuweza kuandaa hoja zitakazowasilishwa mbele ya halmashauri kuu ambayo leo inatarajiwa kuweza kutoa uamuzi wa mwisho wa kuweza kupiga kura ya ndio au hapana. Vyanzo vya ndani vya chama hivyo vinaelezea kuwa miongoni mwa sababu zilizochangia Mwalimu kukataliwa na wajumbe ni madai ya kwamba amekuwa akijiamlia mambo, ikiwemo kuweza kutoa maoni binafsi ya kuwasilisha kama ni msimamo rasmi wa vikao vya chama. Baadhi ya maoni yanayotajwa kutoka kwa msimamo wa Chauma ni kujikuta akikaliwa kooni na wajumbe ni pamoja na kuweza kuipongeza na kuisifu tume ya uchunguzi wa ghasia za Oktoba 29 mwaka 2025. Msimamo huo unadaiwa kuwagawa wanachama wa chama hicho katika makundi mawili. Sababu nyingine inayotajwa ni madai ya ubadhirifu wa fedha, hoja ambayo awali iliwahi kujadiliwa katika kikao kati ya uongozi wa chama na makatibu wa mikoa mapema mwaka huu kwamba walipunjwa fedha za mchakato wa uchaguzi mkuu wa serikali mwaka 2025. Leo Jumanne, Juni mwaka 2026, chombo cha habari cha Mwananchi kilizungumza na Kigaila ambaye jana hakuzungumza kutokana na kuongoza kikao baada ya Mwalimu kudaiwa kuingia mitini kwenye kikao hicho kufuatia kutakiwa kujitetea dhidi ya tuhuma zilizokuwa zikimkabili. Akizungumzia suala hilo, Kigaila amesema kuwa mchakato bado haujakamilika, hivyo si sahihi kutoa hitimisho kabla ya halmashauri kuu haijafanya uamuzi wake. Hoja iliyoelezwa bado ipo kwenye vikao vya chama na mchakato wake haujakamilika. Si busara kuizungumzia kwa undani kwa sababu halmashauri kuu ambayo ndiyo yenye uamuzi wa mwisho bado haijapiga kura ya kuweza kuridhia au kukataa. Amesema kwamba kutokana na uzito wa uamuzi wa halmashauri kuu, matokeo ya mchakato huo yatawekwa hadharani baada ya kikao hicho kumalizika jioni ya leo. Jioni ya leo, baada ya kikao hicho cha halmashauri kuu, tutasema kama Mwalimu amekataliwa au hajakataliwa. Ikiwa amekataliwa, tutakuja na suluhu, na kwa sasa tuache mchakato wa ndani wa chama uendelee na tuheshimu taratibu zake. Alipoulizwa kuhusu taarifa zinazomtaja kuwa ni miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa ya kuweza kurithi wadhifa wa katibu mkuu endapo Mwalimu ataondoka, Kigaila amekataa kuzungumzia swala hilo. Siwezi kusema chochote kwa sasa. Mchakato wa vikao vya ndani bado haujakamilika. Naomba tuheshimu taratibu za chama. Ukweli wote utajulikana baada ya mchakato kukamilika, alisema Kigaila. Mwananchi imeendelea kumsaka Mwalimu kuhusu ukweli wa madai ya kukataliwa kwake. Kila akitafutwa, simu yake haipatikani. Vikao vya halmashauri kuu vinatarajiwa kuanza saa 5 asubuhi leo na makao makuu ya chama hicho pale Kinondoni Biafra jijini Dar es Salaam, na kwa sasa bado wajumbe wanawasili kuweza kujiandaa na kikao hicho kwa siku moja. Endelea kutufuatilia na endelea kukaa nasi ili uweze kupata taarifa mbalimbali katika chaneli hii. Tukutane wakati mwingine na wasaha mwingine. Asanteni sana kwa kuwa nasi.